Naanzaje kumsifu Mungu bana? Acha nikusifu Mungu kibao chaona kwa St. Paul Kanyakwaro Kiso. Tufikishe pale mwendo wa saa 6 na katika dakika 21 wakati tunaingia katika makala yetu ya lishe bora. Na naona mtaalamu wetu ashafika ndani ya nyumba tuweze kuendeleza makala yetu, na nikitumai Flo uko salama kabisa. Nashukuru. Labda wewe? Niko sawa. Bado uko mtaani? Hujasafiri? Tuko hapa. Tuko tu hapa. Yes, hatubanduki. Tunangoja, tunawachungia Nairobi. Wenye watatoka Nairobi tutawachungia Nairobi. Okay. Yes. Sawa, karibu sana. Asante. Salimia msikilizaji na mtazamaji nikikueleza kwamba makala haya pia yako live kwa Facebook. So unajua tumefika katika msimu wa kukula. Yes. So karibu sana msikilizaji, mtazamaji, wale wenye huwa tunaandamana kila siku ya Wednesday. Karibuni tena kwenye mjadala huu, mafundisho haya. Natumai huwa mnajaribu ku practice. Yes, because practicing is important. Kwa yule ambaye anatupata kwa mara ya kwanza, karibu sana katika show hii yetu ya lishe bora, na kwa majina naitwa Florence Owuor. Florence Owuor ni mtaalamu wa lishe, ama kwa kimombo tunasema nutritionist, ambaye nafanya kazi pale eneo la Ngara. Eneo la Ngara, hapo ndio kliniki yangu inapatikana, na kila Wednesday tunajumuika hapa kuelimishana kuhusu lishe bora. Na nashukuru sana kwa wale ambao wanafuatilia kipindi hiki na wanafuatilia, na tunashukuru Mungu na karibuni tena. So kwa mjadala ya leo, at least ile topic nyingine tulimaliza. Kwa mjadala ya siku ya leo, tunazungumzia kuhusu lishe wakati ya sikukuu. Najua sikukuu ni siku ya muhimu sana. Kati ya if I may just ask, between Christmas and Easter, kuna mtu alituuliza, between Christmas and Easter, do you think there's one which is greater than the other? Ni masuala ya imani. Ya kiimani, kiroho. Ya kiroho tutazungumzia kwa wakati wake. Lakini zote ni za muhimu na zote zina shamra za kula. But unajua liko na shamra sana ni hii ya Christmas. Juu tunakula paka tarehe 1. Ukirudi Nairobi tarehe 2, hata skirt ama ile mavazi yako haitoshi waist. Haitoshi waist. So the waist has really enlarged. So karibuni katika mjadala ya leo, na hiyo ndio tunazungumzia. Alafu tuweze kuelimishana, ndio hata tukienda kukula tunakula tukiwa na ile conscious, with the conscious mind. Yes. So leo tunaongea kuhusu lishe wakati wa sikukuu. So lishe wakati wa sikukuu. Yes, lishe wakati wa sikukuu. Mostly hapa huwa tunakula sana. Wakati huu ambao tunakula sana, na sababu tunakula sana, tunaanza kupata matatizo ya kiafya na za kimwili. Hata zile huwa tunapata sana ni shida ya tumbo. So bila kupoteza wakati, nitasema yale ambayo ni ya muhimu tuweze kuzingatia. Unajua ile ambayo ni ya muhimu kuzingatia sana wakati wa Christmas. Tukienda Christmas, tunasemanga you should not overindulge. Overindulge ni kukula sana bila kurejelea zile mavipimo. So kitu ya kwanza lazima tukue na kitu inaitwa kimombo portion control. Portion control, tuweze kupima yale viwango vya chakula ambavyo tunakula. Portion control means usiende ukaeka kajaza sahani na wali kama yani foundation ya sahani inakuwa wali sana. Ikiwa na wali sana kushinda ile kipimo inatarajiwa, hizo excesses ndio sasa zinaanza kuleta shida kwa tumbo. Kitu ya kwanza lazima turegulate portion control. Sasa tuko pale katika mambo ya kuzingatia wakati. Yes, mambo ya kuzingatia wakati wa sikukuu. Portion control. Hata kama utaenda kukula hiyo nyama, lazima nyama ikuwe na portion control. Tusiende tukaweke
sababu sasa ni nyama imepikwa, iko kama umechinja mbuzi kama 10, and then now you over serve, that italeta shida kwa tumbo. Lile lingine baada ambayo tunafaa kuzingatia pale, mchanganyo wa chakula, kuchanganya. Sababu unapata sasa pale kuna fried, kuna nyama fry, kuna nyama boiled, kuna nyama choma, kuna nyama ya soup, stew. So you don't go eating kukula hizi vyakula zote kwa sahani moja. Sasa hiyo mixing ya chakula pia ina matatizo kubwa sana. So kitu ya kwanza, kama wakati utaamua kukula ni hiyo fry, maybe tuseme kama lunch, nasema mtakula ugali na choma. Usiende ukichukua ugali na choma na fry na stew, no. If you've decided like hii lunch unaenda kukula hiyo ugali na choma, hakikisha pia you have to do vegetables part of it. Usitoroke mboga tafadhali wakati wa sikukuu. So wakati utakula hiyo ugali na choma lunch, try to avoid sasa another intake of red meat supper, because vile tulikuwa tukifundisha hapo mbeleni, usiagaji wa nyama ina take time sana. So ikitake time sana, kama pale hiyo nyama choma pale na huku na tumeongea kuhusu portion control, kama piece moja itachukua kama 2 to 4 hours kudigestiwa, na hapo umeenda ukakula kama pieces 10 ama 12, because hiyo shida ya kukula sana. Ukikuja ukule tena supper, another type cooked, ile nyama ambayo imepikwa tena kwa njia nyingine, tena kwa wingi, bas shida pale ya tumbo litakuwa nimeangazia pale. Jambo lingine tena la kuzingatia, tujaribu to stay active. Unajua hiyo ndio wakati kama wale wanafunga kazi unakuwa lazy, ama lazy is a bad word, sorry. Unakuwa less active. Yani less active ni kuwa hautembei, food inaletwa at your service, unakula tu hapo, unasimama nisani, you don't engage in some little activities. Ni vizuri kwenda kutembea hapa na pale, toka hapo kwa nyumba yenu, enda kwa village, enda kwa the nearest shopping center, enda kwa shamba pale, because hiyo movement itasaidia kwa nini? Kwa digestion. Hiyo food ulikula breakfast, unajua hapa sasa watu wanakula breakfast, unakula lunch kwa wingi, unakula supper kwa wingi, saa 10 kuna hapo chai umepikiwa. So there's always a lot of food in this Christmas period. So jaribu sana uwe physically active, jijumuisha hapo kwa kutembea, kazi za hapa nyumba pale na pale. Jambo lingine pia pale, jambo la muhimu ya kuzingatia wakati ya sikukuu, maana kuna vyakula mingi vya kukaangwa. Usipike vyakula zote na mafuta. Unajua sasa ukikula uweke nyama stew deka mafuta, kuku ukaweka mafuta, ile waru ukitengeza ukaweka mafuta, everything, uchapati ukipika umeka mafuta mingi. So lazima tujaribu sana kucontrol kiwango ya mafuta. Kuna vyakula vingine itajipika yenyewe. Unajua hizi proteins pia they have their own oil. So wakati hii chakula ikienda kuiva, ukiwekea the ingredients, itaweza tu kuiva yenyewe bila kushinda iweke mafuta. In every food, don't put cooking oil in every food. Chakula kama kipi? Unajua kama sasa kitu kama nyama, unajua inakuanga na mafuta yake yenyewe. Yes, hata kama utanunua ile lean meat iko na mafuta yake yenyewe. So wakati pale ikimaliza kujiboil, just put your ingredients. Ingredients ni kama nini? Kitunguu, nyanya, hoho, vitu kama hizo. Eka pale, itajiivisha. Not necessarily weke mafuta sasa unaweza weka kwa mbogas, because now ndio mboga ikue tamu, ikue palatable, ilete ile taste. Hiyo ndio kwanga kazi ya mafuta, ya kusaidia kuleta taste, to bring out the taste, na kusaidia nutrients kukuwa available. So pale kwa mboga ukikaanga the greens, now you can put mafuta kidogo ya kusaidia, ndio wakati utakula hiyo mboga yako na hiyo nyama, hiyo mboga ikue na taste na iweze kulika na nyama. Because if there's too much food
no sorry, if there's too much cooking oil, too much fat in every food, matatizo ya digestion inaanzia hapo. Unasikia mtu alikula hiyo tumbo imekataa, haijasonga, ambayo hiyo ni kitu kingine tutaongelea. Haya, jambo lingine la kuzingatia, kuna kula mtu ako na favorite food yake. Kuna ule mtu wa favorite yake ni chapati maragwe. Kuna mtu favorite yake ni ugali sukuma. Kuna ule mtu favorite yake ni kuku choma. Everybody has got a favorite. Just ensure hizo favorites unapenda, you must do them in moderation. Flo, hebu tuelewane hapa. Yes. Mara nyingi utapata katika ule upishi wetu wakati wa sherehe, kuna chakula ambacho kimechemshwa, kina chakula ambacho kimekaangwa, kuna chakula ambacho kimechomwa ama roasted, na kuna kile ambacho ni raw, kama hizo mboga na masalad. Hebu tuelekeze. Niko na chakula hapa boiled, fried, roasted, raw. Utaenda vipi? Sasa hapo ndio mchanganyo hapo. Sasa tumesema boiled, roasted, na fried, na tuko na raw. Na raw. Raw mostly ni vegetables, si ndio? Raw vegetables hazinanga shida actually. Sasa problem inakwanga hapa. Unaona hapa kwa boiled, fried, roasted. Hapa ndio sasa changamoto inaanzianga hapa. Na I want to believe hii boiled, roasted na fried hawa ni protein, si ndio? Na most probably protein hapa tutaongelea leo utapata ni kuku ama ni nyama, si ndio? Aya, kwanza ujue hapa changamoto hapa kwanza hapa ukishaeka fried, hapa kwa fried, already fried will absorb a lot of cooking oil. Of course their cooking method iko tofauti. Hii roasted hii ukichoma, those chemical residues zinakuwa mingi, so unajua the enzymes zenye zitatolewa kudigest hizi chakula ni tofauti. So nini unafaa kufanya? Kama lunch, tuseme kwa hiyo serving, hizi food zote huwa zinabaki bado sapa. Kama kwa lunch, fried na boiled will not always have a big problem per se. Because unajua boiled ile imechemshwa tu, iko flat na chumvi kidogo. But ile mostly italeta the biggest problem ni roasted na fried. Because pale kwa kuchoma, unajua hizo the residues and the digestion, it will be much slower than the boiled. Sasa ukicombine hii ya choma, hii roasted chicken with fried chicken, it will even be more worse, if there's anything like worse, slower, ama slow zaidi, the slowest. Yes, because it is now very very heavy, like when you kuja boiled. So my take would be, if there's a serving like that, just go with one. You can take 2 pieces of a fried and 1 piece, just like a small piece of a boiled, because boiled azinanga shida sana. As compared, you take fried, you take roasted, you take boiled. Ikifika pale kwa digestion, and digestion of protein takes place in the stomach. Ikifika pale, the enzymes are confused. Sasa tunatoa gani ya kusaidia gani? Tunafanya gani ya kusaidia gani? So eventually what happens? Hiyo chakula itanyamaza hapo. So now ile makala ya pili, yo the challenges ambazo inatokana because of poor mixing now comes in there. Yes. Najua tutaweza kufika pale. Kwa hivyo mambo muhimu ya kuzingatia, jambo la kwanza ni kiwango, yani portion ambao unakula. Jambo la pili ni vile ambavyo unachanganya chakula. Kabla tuje kwa zile changamoto, kuna jambo ambalo umelitaja kwamba wakati mwingine chakula hiki kitabaki, tutakula baadaye. Labda unaweza tueleza tutakihifadhi vipi, ama tuzingatie nini hicho ambacho I'm talking about, the leftovers. Yes. Tufanye nini nazo hapo baadaye. Na sasa kuna wazee hapo wanaongea, na ni kama sasa wanasema tunajiongelesha, kwa sababu wanasema nyama ni lazima watakula. Wanasema wako upande wa upinzani hii leo, kuanzia hii leo hadi tarehe 1. Wanasema ni kurarua everything that comes along my way. Halafu baadaye tutashughulikia masuala mengine. Masharia wagekomba ndio huyo sasa anasema tukule kwanza, mengine baadaye. Hata naona Michael anasema kule kwao Ole Seronga kule kwao nyama ni mingi sana. Sasa hapo anasema mnaniguza. Tunakula hadi tunaboeka.
Sasa ni vizuri hatukatai mashaa kukula baadaye, but as you are going to feast usikae kilo asubuhi ukule like half lunch paka inafika mali uko uncomfortable. Unajua unaweza kula sana until you get so uncomfortable. That is why tunaongea about portion control. Yes, tusisema watu sahi, tusema watu asile wale, lakini tufanye kitu ni portion control. Bado hiyo nyama iko hiyo 26th, iko hiyo 27th, iko ikiendelea mbele, but tunazingatia nini? Portion control. Ndio tusiweze overwhelm figo, because hiyo ndio inakuanga kichungi kikubwa sana because of the proteins. Tusiweze overwhelm kidney sababu ya lishe ya siku moja ama siku mbili. So hata kama tunaenda kashamra ya kula nyama, iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo, iwe ni ng'ombe, iwe ni kuku, there must be portion control. Jumi huwa na reason namna gani? You know, tangu January mpaka December, I think you've eaten this nyama like every day, isn't it? So don't overeat. Just eat and enjoy. Jupe ukianza kula kwa wingi, you won't enjoy. Hiyo tumbo kwanza itakuwa imejaa. Then eventually what will happen? The indigestion. When indigestion comes, sasa tunaanza kukimbia tumbo pale. So let us go and enjoy, but let us enjoy in moderation. Sasa. Yes. Unajua leo ni mjadala. Leo tuko na ile mjadala ambayo ni iko na key sana. Na bora ukunywa hivyo, hata kama utakula hiyo nyama kila baada ya kila hiyo unakulia, usiende ukaongezee ule brown bottle sana. Tafadhali kujaribu sana unywe maji. Drink water. Okay. Ndio isaidie pia kudigest easy excesses umekula. Okay. Naam. Mimi nacheka leo sababu leo meamua. Leo anasema kwanza scatter time tushi saa hizi na hata Christmas haijafika. Haitamtosha. Imeshakuwa ndogo. Imeshakuwa tight Sawa, Masha anasema tunakula tunashiba, alafu tunalala chini ya ndizi for fresh air kupapasa tumbo. Sherehe bila nyama choma na fry na soup, haki hapa shida iko. Pia tunaongezea ile uji. Wewe Jackson, hiyo sitasema. Unasema umesongea karibu, asante. Eva Ronald, hujambo? Father Vitalis Baraza, thank you Padre, hujambo? Unasema mafunzo mazuri, tushukuru. Nicodemus Lazaro, hujambo pia. Kavita kutoka Ngata Rungai. Rosella, uko hapa sasa, wako hapa kabla ya kuchukua mapumziko. Umeshikilia. Flo, niliona umekuja na kiondoo hapa. Hii kiondoo nimekuja nayo leo. Hii kiondoo tunatafuta jinsi hao ni washabiki wetu. Hao washabiki wetu walishe bora. Hata tukienda kukula nyama, kukula kuku, kulala chini ya mti vile. Ni Masha amesema nalala chini ya mti kipapasa tumbo. Naye wakati tunajitosa katika sherehe za Krismasi. Tunaomba pia kwa wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, wafuasi wetu, kina Eve Ronald, kina Masha, kina Anthuku. Mpaka ushawajua majina. Nawajua majina. Kama umetajwa? Hao wote, ninawaomba tu wasikilizaji wetu wa hii kipindi cha lishe letu la lishe bora, tujikakamue, to support hii radio yetu in a celebrate Jubilee. You know, it's an honor for us tukishabikia radio waumini. Tusherekee Jubilee letu, tuisupport kwa kutuma kitu kidogo kila ambacho Mungu amekujalia nayo, at least so that we continue supporting our radio programs, so that we continue having this radio educating us and sensitizing us. Na si watu tunatumaini kwa pay bill ya 560703. Pay bill 560703. Account ni Jubilee. Na mimi nitakuwa
mimi nitawaanzishia. We mgeni wa heshima siku Mimi hii ya mgeni leo. wa heshima siku ya leo. Na naomba wale wafuasi wetu wote tufanye hivyo. Na sasa kama umetajwa leo, si ucheze kama wewe. Tuanze na Father Vitalis Baraza. Padre, tunaanza na wewe, najua hauko nchini Kenya. Na Masha Gikomba umetajwa, Jackson tumekutaja, Fahari Juma umejileta. Na Anthuku leo hujaongea, umeitwa. Phoebe Olielo unasema tunakula tunashiba then tuchape na kifagio. Jose asante kutoka Tinganga. Rosemary Kimeu atunaambia hapo sasa Masha. Anaambia Masha ameongea. So mnataka kusema hii leo mafunzo wa msikilizi ama ni yepi? Lakini naona Fahari Juma yeye amechukua notes. Asante mama. Basi tuchukue mapumziko kidogo. Tunarejea hivi punde, lakini kumbuka our pay bill number 560703 kusupport kituo chetu, kushikilia kituo chetu kuwa hewani. Na basi account naweka Jubilee. Sawa. Haya Cynthia umejileta. Pay bill imekufikia. Sawa. Tunarejea hivi punde, basi usiende mbali. This is Radio Waumini 88.3 FM. 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 Wako kwa baraka zako nyingi, tunakushukuru ewe Mungu wetu. Tunasonga mbele katika makala ya lishe bora hii leo na mtaalamu wetu hapa Florence. Tunapata kuangazia mambo ya kuzingatia wakati wa Krismasi, lakini mnasema nyinyi ongeeni lakini kukula chakula. Acha tukupatie information ujiwekee. Sawa? Haya, Masha Gikomba, thank you. Unaniambia pale kwa kina Kikapu
pale ushafanya kitu. Unasema Dana, ushatuma mchango wako na tunashukuru sana. Unasema nimweleze Mike Seronga kwa kuwa ametajwa, asave kidogo hiyo ya nyama, aweke pale kwa kikapu wakiwa na Jared. Na niambie pia Karl Karanja anapozungusha wageni kule Masai Mara, awambie pia kuna radio ambayo inawahitaji. Na unasema oh boy child, wafike hapa boy children samahani, warushe kitu kwa kikapu, alafu utawapatia mutaratara ya Christmas na mwaka mpya. Fomu uko nayo na wachangamke. Thank you Masha na kila mmoja. Hata leo najua umerusha, siwezi zungumza alafu hujaongea, najua umeongea. Thank you mami. Felix Maundu, asante kwa kufika. Tunasonga mbele katika makala yetu, na kwa kuwa pia muda umesonga, tumesikia mambo muhimu ya kuzingatia. Mojawapo ni kiwango ambacho unakula, na tena amezungumzia ule mchanganyo. Unataka kula nyama choma imekaangwa, zile ambazo hazijapikwa. Si kuna watu wanakula pia zenye hazijapikwa. Sijika nilishe bora hiyo na masaibu yake. Sasa tunaangalia changamoto ambazo zinakuja basi na kule in quotes kukulanisha. Nimeiweka in quotes. Sio Kiswahili sanifu, kukulanisha ile mchanganyo basi. Good. Hata naam, ile changamoto linakuja kwanza ni bloating. Ndio, bloating ni ile hali ya tumbo kujaa ama tumbo kufura. Na mara mingi inatokana sababu ya hiyo mchanganyo. Hiyo kukulanisha. So bloating ile kitu mtu anasemanga tangu kule asubuhi anasikia kama hiyo tumbo imejaa. Na ni lunch tumbo imejaa. Ni jioni tumbo imejaa. Ni bloating, sababu sasa digestion has not taken place. So hiyo kufura kwa tumbo. Sasa unapata sasa ile problem na matu inafuata ni stomach discomfort. Sasa kuna discomfort. Ushapata mtu amekula paka haezi lala. Sleeping, the stomach is hata hiyo kupapasa hataweza kupapasa. Yes. Akijaribu kulala na hii side, the stomach is a discomfort. Akilala na mgongo, the discomfort and it uwe inaribu paka mgongo, because now the stomach imebulge, juu imebeba excess ile iwezi. So number 2 hiyo ni stomach discomfort. Number 3 ni indigestion. Indigestion sasa inalanga shida kubwa sana. Indigestion ile sasa chakula itasiagwa. So kutosiaga chakula nao problem inaanzia hapo. Acidity itakuja, heartburn inakuja hapo, constipation will come in. Na ukirudi unapatikana na amoebiosis, amoeba iliingia pale. Ukikaka unasikia H. pylori zimelipuka. Not that umepata from the poor mixing of food, no, but it was existing. Sasa vile umechanganisha hiyo mwili, na unajua hizi bacteria zina thrive sana in those funny food mixtures, poor food mixtures, because wakati chakula zimechanganishwa vibaya inakuwa waste. Wakati mwili imeshindwa kudigest, the body inaisoma kama waste. Ikisomwa kama waste hivyo, basi sasa hizo mabakteria zote zilikuwa kwa tumbo zinaanza kupata chakula yao. Zikianza kupata chakula yao zina thrive. Zikithrive, kitambo rudi Januari imelipuka. So ikilipuka, now you start having from hizo now the complications. So we've talked of the bloating, indigestion, the acidity. Jambo lingine ni hiyo linaitwa constipation. So napata mtu, nowadays I think watu wame-normalize kutuenda chooni kama ni kitu ya kawaida. Lakini ni jambo kubwa sana. Sasa unapata kama hali ya kwenda msalani linakuwa shida. Juu sasa ujue pale mchanganyo, poor mixing, vile tumesema the indigestion. Kumbuke pale hapo awali hakukuwa na greens. Unajua sasa tunatorokea greens sana. So hakukuwa na greens pale ya kusaidia nini? Ya kusaidia kudigest hizo chakula. Wakati hizi greens zinakosa, hizo chakula zinakuwa flat. Ikiwa flat, haziwezi move along the intestinal linings. Wakati zinakosa kumove, zinakaa hapo. So what happens? The more unakula hizo the linings, the intestinal,
unajua intestines zinakuwa kama balada inapanuka. So kanapanuka, so the more unakula the more inapanuka. So eventually what will happen, sasa hiyo tulikuwa tunaongelea, sasa waste inaanza kuwa kubwa, tumbo zinakuwa kubwa, constipation comes in. Another ingine tunapata nayo, tunaanza kuwa na bad breath pia inakuanga shida kubwa sana. Sasa hapo harufu, chasikia mtu amechanganyisha chakula paka akikuja inaitwa ku breathe. Yes, I think it's called, we could call it in English bad breath. Kwa Kiswahili sijui inaitwa nini. Lakini akitoa kale karufu inatoa kwa mdomo na wakati mwingine pia hata kipumua kwa mapua nasikia ikitoa na hiyo harufu. Kumaanisha sasa lile liver limeshindwa kutoa bile. Wakati hiyo liver linashindwa kutoa bile, sasa chakula ifanye nini? Akisiagwi kabisa. Sababu bile kazi yake ni kutoa liver kazi yake ni kutoa bile ya kusaidia kwa digestion. So wakati tunafanya hiyo mchanganyiko maalum, the liver will still produce small portions of bile, lakini haitaweza kufanya nini? Kusaidia kuburn ile fat na kudigest lile chakula. So now the entire problem that we have is tutakuwa na shida ya digestive system. Lile ingine ambayo pia tutapata sana ni hiyo yeast overgrowth or wheat overgrowth. Tukikula wheat products sana wakati wa sikukuu, ngano kwa wingi sana. So chapo kwa kiasi? Kula tu kwa kiasi. Hata mimi pia naenda kukula chapo at least for once. Kama inapata nafasi ya kutoka Nairobi. Yes, you just eat but kiasi. Usikose kula hata kama imekuwa tamu kiasi gani, kula kiasi so that to overwhelm the system with a lot of wheat, because wheat overgrowth will bring to the destruction of the gut. Sasa gut health ikicollapse, sasa utapata ile sukari yako inaanza kuwa resistant. Ile pressure inaanza sasa kusumbua, kupanda juu. Yes. These are some of the problems we'll have. Common problems. Yes. Na hapo tukiendelea pale na kumalizia umezungumzia complications, kwamba hiyo bloating, labda hiyo growth ya yeast ndani, yani kuongezeka kwa kiwango cha yeast ndani ya mwili, huja pia na complications. Ni complications zipi hizo? Madhara zaidi ni Yes, madhara zaidi sasa za yeast, na unaanza kupata sasa, unaanza kutokwa na fungus. You know, fungus are as a result of wheat or yeast. Unajua yeast ni ile kitu ambayo kwa wheat. So you get now more of the fungal infections. So fungal ni sign moja hizo za mafungal unaweza kupata kwa mguu, kwa mkono, like now they behave like huwa zinatoka kwa skin, kwa skin kama zile ringworms, but they are whitish in color. Lile jambo lingine tena ambao tunaweza pata as a result of yeast, and apart from those fungal infections, now you are more prone to more infections za mwili. Unapata now mwili inakuwa na inflammation because of yeast. Inflammation ni uvimbe unaanza kwanza kuchipuka masehemu tofauti. Jambo lingine sababu ya hiyo poor food combination ikiongozwa na yeast, unaanza kutokwa na zile kama nini zinaitwa nini, uchafu nisema imejaa damu, uchafu imejaa ngozi, like now because of fat. Already kulikuwa na existing fat, unaanza kuchipuka na tu zile kama boils. Acha nitumie kama example kama boils, so unaanza kuwa na kuchipuka huku kwa mangozi zinatoka kwa mkono because of now a lot of waste that accumulated, vitu kama hizo. Now so now if the yeast infection will be very high, itakuweka kwa at risk ya pia kupata more of the lifestyle now of the diseases. So to prevent ourselves from getting those inflammations, from getting those poor gut health. Sasa ukianza kukula unapata ukikula ngano unaharibikiwa, ukikula any other food rudi kwa your normal lifestyle unaharibikiwa, because now
bacteria now you are not feeding the good bacteria, mko kifeed bad bacteria. Tukirudi Nairobi tunaanza kutafuta saa antibiotic, tunaanza kutafuta H pylori kit, tunaanza kutafuta all the other drug related medicines. Ni vizuri tu kujaribu kuepukana, kula tu kidogo juu msimu, kula tu kiasi, na tujaribu kila baada ya lishe tunanywa maji. Kama unatumia dawa zako za pressure, usikule nyama sana. Na ujaribu kunywa maji, umeze dawa yako wakati unafaa. Kama Mungu amekujalia una hizo lifestyle diseases, usizipate kutoka msimu wa Krismasi. Usipate, usikuje January upime upate sasa umepatikana na sukari inafanya 20 juu ya overindulge sana kwa msimu wa Krismasi. So tule vizuri, na tukumbuke pia wale ambao wenye pia hawana Krismasi. Nakumbuka tulifundishwa joy, Jesus and others, then yourself. Yourself you come first. Jesus comes first, then O is others, then Y is you. So hata tukienda kukula, tujaribu tukumbuke wale wengine pia hawana, share na wao, ndio pia you feel the joy of Christmas. So leo najua leo hatuna wale serious sisi wote tunataka kwenda kukula. Sasa. So angalia vipimo baada ya lishe, kunywa maji, hata kama utapata nafasi ya kunywa soda, kunywa hiyo soda yako Sprite. After that drink water, ensure you drink plenty of water wakati wa sikukuu. Okay, asante. Lea, unasema sasa umesoma, kwa hivyo utakula fish, deep sea fish. Haya, usikule peke yako. Mama Divina, hujambo, na unanieleza kwamba washukuru kwa mafundisho, imewasaidia sana mahala mlipo, na unasema kama saa hizi ni saa 10 asubuhi mahala ulipo. Unasema umerauka tu kusikiliza, ujue utakula nini. Rosella, thank you. Nitakula 2 tu chapo. Wewe huwezi. Rosella, 2 huwezi na kujua. Bora tu kuwe na kaukali, kaukali na mboga. Sawa. Nimejinasua baada ya kutajwa. Jackson ametuma mchango wake, anasema amejinasua. Sasa tuendelee na lishe. Thank you. Wewe Masha. Tutakuweka blacklist wewe utatupotosha. Flo, yes. Labda kwa kuwa haya naona ni makala yetu ya mwisho, wiki ijayo itakuwa tarehe 24, kwa hivyo itakuwa tunaelekea Christmas pale. Basi ujumbe wako wa mwisho, salamu zako za Christmas kwa msikilizaji. I'm sure makala yetu kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu taweza kurejelea mwaka ujao. Nakupa nafasi hii ufikishe ujumbe wako, na pia shukuru hawa ambao wanasema wamejinasua katika pale kusimama na kitu. Asante sana kwa fursa hiyo. Na kabla tu, kama sijasahau, let us not do a lot of spices. You know, it is very important because hapa January tunasumulikana sababu ya acidity, a lot of spices. So kwa wasikilizaji wetu wote, watazamaji wetu wote, asanteni sana kwa kujumuika na sisi kila Wednesday. We thank you for the sacrifice, for always tuning in to listen to us, for your support, for your love, for your comments. I'm very grateful. We are very grateful. And I just wish you Merry Christmas, full of God's blessings and mercies and love and joy and God's protection over the festive season. And we pray for his continued love and support in the coming year. And bado tunazidi kuwaombea tukienda Krismasi. Ulinzi wa Mungu iwe nanyi. Mama yetu Bikira Maria azidi kuwafunika na upendo wake, na tuzidi kumtumenia Mungu. And you have a festive season and a happy new year in advance. God bless. Thank you Flo kwa muda wako pia kuwa nasi katika makala haya. Naona tunaelekea kupata habari. Nishukuru sana msikilizaji. Beatrice Mohavi ndo kufika. Haya, baby limekufikia mami. Thank you. Asante. Merry Christmas Flo. Huyo ni Lea. Asante. Hivi punde nimpishe Morris katika habari zetu, kisha nitakuwa narejea kwenye awamu yetu ya mwisho. Nimeona Jackson ukisema kifungu hujapata. Nabii Ezekieli sura ya 34
mstari 11 hadi 19 kwenye Spiritual Marathon tukipata kurejea. Shukrani. This is Radio Waumini 88.3 FM.